Ndugu waandishi wa habari, kwa majina mimi naitwa Dominic Moleli, ni mwenyekiti wa wafanyabiashara wilaya ya Arusha. Nimesema niwaite kwa sababu ya jambo moja ama zimu linalowatafuna wafanyabiashara kwa ajili ya wachache ambao hao hawakubali katika mgogoro kutatuliwa. Leo tuliitwa kwa mkurugenzi mkuu wa wilaya, alikuwa anasimamia kikao. Kwanza tulianza na mambo ya madeni. Ni kweli madeni yamekuwa kubwa, lakini sio kwa ajili ya wananchi wale, kwa ajili ya TAMISEMI control kutokuja mapema kwa hapa wala wafanyabiashara walipe madeni. Hivyo wala wanafanyabiashara, kwa sababu biashara yenyewe inasuasua, kuja kuleta madeni kwa mara moja, kuambia lipeni kwa mara moja, ilishindikana. Nao wamelielewa hilo baada ya kuchelewesha control zao. Sasa tuliendelea likaja swala la stendi ndogo wanatulazimisha kwamba sasa waione ile stendi kwamba ni ya kwao. Ndugu waandishi wa habari, mnakumbuka 2017 yeye mliitwa na mkurugenzi, wengi wenu mlikuwepo, baada ya mgogoro wa muda mrefu ambaye msuguano wa Arusha ulikuwa ni mwingi sana. Tulikaa pale, tumemaliza mgogoro. Na kwa kweli mgogoro ule tulikwenda kwa waziri mkuu, tukamweleza shida zetu, ikatoa maelekezo. Lakini wakati ule pamoja, kabla hata kwa maandishi kwa waziri mkuu, tulishaenda mahakamani. Hawa watu wakaja kutoa kesi mahakamani, wakaja tukamaliza ile makubaliano ya mgogoro ule. Na kwa kweli umeisha, maana hata na nyie mmeitwa. Mlikuwepo pale, mmeitwa. Ilikuja pale TAMISEMI walitoa barua, walitoa maelekezo yale yametimizwa na mkurugenzi aliyepo. Leo tulipoitwa kwenye kikao ile ya kajiri. Sasa mkuu wa wilaya akaenda akaletewa mikataba ule ambaye ndio ilikuwa inatusumbua sisi katika kudhulumiwa mali zetu mpaka tukaupata huu tulioko. Pamoja na kwamba serikali iliamua mikataba hii, tena TAMISEMI kwa katibu mkuu kupitia kwa waziri na kwa waziri mkuu Kassim Majaliwa, ambaye katika mkataba ule unasema baada ya kuhitimisha, wale wananchi wale ni kweli wako juu ya ardhi ya serikali ikatoa kwa halmashauri ikatoa kwa wananchi. Kwa hiyo wanakuwa wanalipia ardhi ile kwa majengo yao iliyokuwa juu ya ardhi. Kwa sababu kama sasa tunatishiwa kwa ajili ya kudai haki zetu, kwa ajili ya maslahi ya watu wachache, hilo sisi tunasema hapana. Kwa hiyo DC kama anajua kufanya ama kusema atatukamata, lakini tutaongea tu na mheshimiwa na waziri wa TAMISEMI iwavyo, tutaongea kwa sababu dokumenti zipo. Na ndio maana tulimuomba sasa waziri, wakati ule waziri mkuu aje azione dokumenti ni sahihi na hii yao wanayesema, je, ni kweli tumezungumza na mgogoro ikatatuliwa na tukawa na dokumenti hizi? Hilo ni swala. Akikuta kwamba mgogoro umetatuliwa na dokumenti hizi tulizo nazo ni sahihi kwetu, tunamuomba, hakuna sababu ya kuacha kuwajibishana. Na kama hata sisi ndio tumekosea, atatuwajibisha kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo mheshimiwa, na mimi muombe tu Mheshimiwa Rais Daktari Suluhu Hassan kupitia kwa waziri wa TAMISEMI. Juzi tumuomba waziri mkuu kwamba akija Arusha tutamuonyesha document. Sasa kibaya, hawa mabwana hawataki, wakisikia tumeongea na wakubwa hawataki, wanafanya nia ya kutukomoa. Na nchi yetu inaongozwa na sheria, na sisi wananchi tulienda kupiga kura kuwachagua viongozi. Kwa hiyo tukiwaenda sasa, kisikia tumeongea huko wizarani, wanafanya namna ya kutukomoa. Na hilo sisi tunasema Tanzania ni nchi huru, sisi ni wananchi wa Mama Samia, tumepigana iwezavyo kwa jua na mvua, lakini tumechagua serikali yetu. Nimuombe kwa kupitia klipu hii waziri, mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa Makonda, tulimpa dokumenti hizi, anazo ofisini, na nilimueleza, tulikuwa namueleza. Kwa hiyo hizi dokumenti tulizonazo mheshimiwa mbunge anayo, na waziri ambaye ndio waziri wa habari na utamaduni kwa sasa. Sasa nimuombe mheshimiwa mbunge, tulishamueleza hili hata akiwa mwenezi, na dokumenti tumempa, kwa hiyo hakuna siri.
dokumenti anazo, atusaidie, maana hivi vita ni vita vya matumaini, vita vya matumaini juu ya serikali ya Mama Samia. Tumemfuata mkuu wa wilaya mara nyingi, mheshimiwa mwandishi wa habari, akasema atalishughulikia mgogoro hii, na kwa kweli akasema kabla sitamanishwa kibanda nitalishughulikia mgogoro hili. Alienda mbele akatafuta, wakati wa mawakili wa Samia Legal Aid walikuja kupitia kwa mkuu wa wilaya na tulikuwa wote, yuko tayari kwamba atatusaidia, maana hiyo ni haki yetu na haki haipotei, maana ni kitu ambacho kipo. Naona sasa amegeuka. Mimi sijui bwana, manake hii ofisi ya mkurugenzi naye ni ofisi kubwa, hatujui kilichombadilisha mkuu wa wilaya akawa na dili na huku, pamoja na amesoma, sio kwamba amesoma mkataba. Na katika tarehe kikao kilichoketi mwezi wa 5 mwaka jana, mbele wananchi wale walikuja ofisi ya mkurugenzi na kuwa wanadai mikataba yao ya uwekezaji Tanzania. Wananchi wa Tanzania na baadhi ya viongozi hawataki sekta binafsi ambayo inashikiliwa na wananchi, lakini akija mzungu wanapenda, kwa sababu mzungu ana namna nyingine. Sasa wananchi sisi hatuna namna nyingine. Tunachojua ni serikali yetu hii, tumeichagua, sisi ni Watanzania, kwa hiyo tuko huru katika serikali yetu. Kwa wilaya anatuambia sisi kwa maana nyingine hatuna haki yako, yale majengo ni ya halmashauri, na si kweli. Amewapa muda gani? Aliacha akamwachia mkurugenzi, alichomwambia sasa wapeni watu notisi, kwa maana achana na mambo ya kuboresha, ni siasa tu, kwa maana ya kubomoa majengo yale. Lakini yale majengo ni ya watu, majengo ni ya wananchi. Hata pamoja na kwamba vikao vyote vya halmashauri vilivyoleta mkataba vinasema baada ya mkataba huu kuisha utawishwa tena. Kwa hiyo ilipotolewa hii, mgogoro ulipoisha, na aliyekuwa waziri wa TAMISEMI wakati huo Simbachawene akiwa ofisi ya rais, inaonyesha kwamba hii ni jumla ya serikali, wala sio maamuzi ya mtu. Ni serikali kuwaonea wananchi, anayetaka kusonga mbele na sio kuwarudisha nyuma. Hao watu wana ardhi na sisi tuna majengo. Busara ni kwamba angewaita wale wananchi wa jiji la Arusha waliojenga majengo yale na kuketi kwa pamoja, tena kwa maandishi, maana halmashauri ina mambo mengi, kwamba bwana, tunataka kuyafanya marekebisho haya. Sasa tutaandikiana kimaandishi kwamba tutafanya marekebisho, lakini nyie mlioko sasa mtarudi kwenye majengo yenu. Ingekuwa halmashauri ya manispaa wakati ule, kama sio amekuja kijanja, maana wao, kumbuka, mwandishi wa habari wao ndio walikuwa na maduka, wamewauzia wengi, na hawakutoa masharti ya mkataba ule, ili akinipa masharti yale nikubali au nikatae. Walificha. Baada ya kuuza maduka yao yote kuwauzia wafanyabiashara, ndio wanakuja sasa, hii inakuja nyuma tunaiongelea. Lakini toka mwanzo tungejua hivyo, tungekubali ama tuingie ama tusiingie, tukafanya kazi zingine. Tunaonewa kwa sababu yale majengo ni ya kwetu, na kwa kweli ni ya kwetu kwa makubaliano. Ikiboreshwa itakwenda hivi, watawaita wale wananchi wafanyabiashara waliojenga pale, kama nilivyokuambia, wanasema hivi, pamoja na kwamba tumekosea kuwapa ile ramani, maana sisi ndio tumewapa. Sasa tunajenga kutaka kuboresha hapa, lakini katika kuboresha haya maduka yenu mliokuwa nayo itakuwa ya kwenu, huko kwingine kutaongezeka, maana hii anga inatumika, hakuna majengo. Nimerudia kusema hatuna shida ya kuondoka, lakini tuketi kwa maandishi ya kwamba sisi tuliboresha, lakini maduka yenu yatakuwa pale pale, tena kwa kuwaita na kwa kusaini. Maana hawa watu wa halmashauri wanageuka, ni wajanja. Kama nilivyokuambia, wenye maduka hawa ilikuwa ni watu wa halmashauri. Hawa sisi tuliokuwepo tumeuziwa wengi na watu wa halmashauri, na wakati huo hawakutoa masharti magumu. Watu kwa baada ya kuona wamempata hizo zao wameweka mfukoni, ndio wanakuja sasa kuambia mtafanya hivi, itaikwa hivi kwa ajili ya hivi. Ndivyo ilivyo. Ni kwamba kuwaomba kwanza, hakuna mtu ukiangalia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni mtu wa wananchi kwa kweli, na anawapenda wananchi wake. Lakini naamini pia kwa waziri wa TAMISEMI. Lakini nikija kwa mbunge wetu, ndio naye tashida. Makonda hataki kuonewa kwa mtu. Kwa kweli hataki kuonewa na mtu. Na hawa mafisadi hawa wanaona kwamba wao itapatikana kwa hili, hawa
anaona kwamba hili litapatikana kwa hili ili kujipatia maduka ya wananchi. Mimi naamini mbunge ni sehemu ya wananchi. Tuachane na wasifa aliyokuwa naye, lakini mbunge ndio sehemu ya wananchi. Kwa hiyo nalo tutamtegemea hili. Na kwa kuwa nimeongea na wewe, Makonda atalipata hili. Na kwa kuwa nimeongea na Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naye atalipokea hili kupitikia kwa waziri wa TAMISEMI. Lakini habari ya kusema eti DC tukitetea ukweli wetu atatushughulikia kikamilifu, Samia atamshughulikia na yeye na waziri wa TAMISEMI. Hiyo ndio ukweli tu. Maana hatuendi popote, tutaenda kwa hawa wakubwa. Habari ya mahakama kwa hawa viongozi waliwaleta hawa ili waone tuna document. Nao sio wanasema wanayo, wataleta mbele ya viongozi. Hatutaki kubabaishwa. Hiyo ni kweli na nimesema ndivyo ukweli na sina shida naye.